Katika historia ya binadamu, vita vimekuwa sehemu ya maisha ya mataifa mbalimbali. Kadri teknolojia inavyoendelea, ndivyo pia silaha za kivita zinavyoimarika kutoka kwa pinde na mishale hadi makombora ya masafa marefu. Mabadiliko haya yameathiri sana jinsi mataifa yanavyojiandaa na kujilinda hasa dhidi ya mashambulizi ya anga. Katika karne ya 20, hasa wakati wa vita vikuu vya dunia, mataifa makubwa kama Ujerumani, Urusi, zamani Umoja wa Kisovieti, Marekani na Uingereza yalitumia ndege za kivita kushambulia miji ya adui. Mashambulizi haya yalileta uharibifu mkubwa na kutishia maisha ya mamilioni ya raia. Hii ilisababisha mataifa kuanza kuwekeza katika mifumo ya kuzuia mashambulizi ya anga. Katika vita baridi, Marekani na Urusi walianzisha mashindano ya kiteknolojia ya kutengeneza makombora na kinga dhidi yake. Urusi ilianzisha mifumo kama S-75 Dvina, S-200 na baadaye S-300. Hii ilikuwa ni hatua muhimu kuelekea mifumo ya kisasa kama S-400 na sasa S-500. Urusi imekuwa mstari wa mbele katika kutengeneza mifumo ya ulinzi wa anga tangu enzi za USSR. Mfumo wa kwanza maarufu ulikuwa S-25 Bakut uliotumika kulinda Moscow katika miaka ya 50, baadaye ukafutwa na S-75 Dvina ambayo ilitumika kuangusha ndege ya U-2 ya Marekani miaka ya 60, baadaye S-200 ambayo iliwezesha ulinzi wa maeneo makubwa kwa makombora ya masafa marefu. Baadaye S-300 ilitambulishwa rasmi, ambao ulikuwa mfumo wa kwanza wa kisasa wenye uwezo wa kushughulikia malengo mengi kwa wakati mmoja. Mwaka 2007, S-400 ulianzishwa rasmi na kuleta mageuzi katika uwezo wa kugundua na kuharibu ndege za kisasa na makombora ya masafa ya kati. Licha ya uwezo wa S-400, maendeleo ya teknolojia katika upande wa Marekani kama THAAD na makombora ya hypersonic pamoja na changamoto mpya kama mashambulizi kutoka kwa satellite yalifanya Urusi kuanzisha mradi wa S-500 Prompti. Mradi wa S-500 haukuibuka tu kama uboreshaji wa S-400 bali kama mfumo mpya kabisa wa kizazi cha 5. Urusi iliona changamoto kadhaa zinazoibuka duniani, ikiwa ni pamoja na moja, ongezeko la makombora ya hypersonic. Makombora ya hypersonic yana kasi zaidi ya Mach 5, yani yana kasi mara 5 zaidi ya sauti na yanapita chini ya rada nyingi. Hili lilihitaji mfumo wa kipekee wa kuyadhibiti. 2, teknolojia ya stealth, yani ndege zisizotambulika au kugundulika na rada. Marekani na washirika wake walikuwa na ndege kama F-22 Raptor na F-35 Lightning II. S-500 ililenga kugundua na kushambulia ndege hizi kwani ni ndege zenye teknolojia kubwa ya stealth na uwezo mdogo wa kuonekana kwenye mifumo ya rada. 3, uwezo wa kujilinda dhidi ya satellite za kijasusi na vita vya angani. Dunia inaingia zama za vita vya angani, space warfare. S-500 iliundwa kwa uwezo wa kushambulia satellite katika orbit ya chini. 4, hitaji la kujilinda na kudhibiti ICBMs, Intercontinental Ballistic Missiles. S-400 ililenga kuwa na uwezo wa kulenga makombora ya nyuklia ya masafa marefu kabla hayajafika malengo yao, hata yakiwa bado angani katika hatua ya kati. Mradi huu uliidhinishwa rasmi na serikali ya Urusi katika mwaka 2009 hadi mwaka 2010 na ukakabidhiwa kwa shirika la Almaz Antey, mojawapo ya makampuni makubwa ya ulinzi nchini humo. Urusi, zamani Umoja wa Kisovieti, imekuwa kiongozi katika maendeleo ya mifumo ya ulinzi wa anga kwa miongo kadhaa. Mfumo wa ulinzi wa anga ni sehemu muhimu ya usalama wa taifa, hasa linapokuja suala la kulinda anga za taifa dhidi ya mashambulizi kutoka kwa ndege, makombora na hata satellite. Katika sehemu hii tutaangazia mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi ambayo iliangazia hatua kwa hatua kuelekea kuundwa kwa mfumo wa kisasa wa S-500. 1, S-25 Bakut. S-25 Bakut ulikuwa mfumo wa ulinzi wa anga wa kwanza wa Umoja wa Kisovieti uliotengenezwa mwaka 1950. Mfumo huu ulijulikana kwa uwezo wake wa kulinda miji mikubwa, hasa mji mkuu wa Moscow, dhidi ya mashambulizi ya ndege za adui. Ingawa S-25 ulikuwa na uwezo mdogo wa kulenga malengo mengi kwa wakati mmoja, ulikuwa na mafanikio makubwa katika kudhibiti mashambulizi ya angani. 2, S-75 Dvina.
Baada ya mafanikio ya S-25, S-75 Divina ilijitokeza kama mfumo bora zaidi. Ulikuwa na uwezo wa kulenga ndege za kivita za masafa marefu na imekuwa maarufu kwa kushindwa kudhibiti ndege za ujasusi za Marekani kama U-2 katika miaka ya 1960. S-75 ilithibitishwa kuwa na ufanisi mkubwa kwenye vita vya Vietnam ambapo iliharibu ndege za kivita za Marekani, jambo lililoongeza umaarufu wake duniani. 3. S-125 Never au Pechora. S-25 Never au Pechora ulikuwa ni mfumo wa ulinzi wa anga wenye uwezo wa kulenga ndege na malengo ya chini ya anga kama vile helikopta. Mfumo huu ulitengenezwa kama uboreshaji wa S-75 ili kuongeza ufanisi wa kulenga malengo ya angani yenye kasi ya chini. S-25 ulitumika sana katika miaka ya 70 na 80 na bado ni sehemu ya mifumo ya ulinzi ya baadhi ya nchi. 4. S-200 Angara. S-200 Angara ilikuwa mfumo wa masafa marefu uliotengenezwa kwa madhumuni ya kulenga ndege kubwa, makombora ya ballistic na makombora ya masafa marefu. Mfumo huu ulianza kutumika rasmi miaka ya 70 na ulifanikiwa kudhibiti malengo ya angani kwa umbali wa hadi kilomita 300. Ingawa mfumo huu ulikuwa na ufanisi, uhamaji wake ulionekana kuwa mdogo, jambo lililowafanya wengi kuhamasika kwa mifumo mingine. 5. S-300. S-300 inajulikana kama mojawapo ya mifumo bora zaidi ya ulinzi wa anga ambayo Urusi imewahi kutengeneza. Mfumo huu ulijulikana kwa uwezo wake mkubwa wa kushughulikia malengo mbalimbali kwa wakati moja, ikiwa ni pamoja na ndege za kivita, makombora ya ballistic na makombora ya cruise. S-300 ilifanyiwa maboresho kadhaa na toleo la S-300 PMU-2 lilikuwa na uwezo wa kulenga malengo kwa umbali wa hadi kilomita 150. Mfumo huu umeendelea kutumika katika mataifa mbalimbali duniani. 6. S-400 Triumph. S-400 Triumph ni toleo lililo bora zaidi la S-300 na lilianzishwa rasmi mwaka 2007. Mfumo huu ulikuwa na uwezo wa kufikia umbali wa hadi kilomita 400 na unaweza kudhibiti malengo mbalimbali ikiwa ni pamoja na ndege zisizokuwa na rubani, makombora ya ballistic na ndege za kivita. S-400 ni moja ya mifumo maarufu ya ulinzi wa anga duniani na imetumika kwa mafanikio katika mataifa kama China, Uturuki na India. Mifumo hii ya ulinzi wa anga ya Urusi ilielekeza maendeleo ya mfumo wa kisasa wa S-500 na ilijenga msingi madhubuti wa ufanisi wake. Kila mfumo ulitoa mbinu na teknolojia mpya ambazo zilifanyiwa maboresho katika kila kizazi cha mifumo ijayo. Mabadiliko katika teknolojia ya ulinzi wa anga yamekuwa yakiongozwa na maendeleo ya kijeshi ambapo S-500 sasa imeundwa kukabiliana na changamoto za kisasa kama vile makombora ya hypersonic na satellite za kivita. S-500 Prompt ni mfumo wa ulinzi wa anga wa kisasa wa Urusi ulioundwa kama muendelezo wa mifumo ya awali kama S-300 na S-400. Ulimwenguni, S-500 inachukuliwa kuwa moja ya mifumo ya juu zaidi katika ulimwengu wa ulinzi wa anga, ikilengwa kushughulikia vitisho vya kisasa kama makombora ya hypersonic, satellite za kivita na ndege zisizo na rubani yani drones. Mfumo huu unatoa uwezo wa kipekee ukilinganishwa na mifumo ya zamani na ni sehemu muhimu ya mikakati ya ulinzi wa Urusi. S-500 ilianzishwa kutumika kama mfumo wa kujibu changamoto za hatari kubwa zinazotokana na maendeleo ya haraka ya teknolojia ya makombora, ndege zisizokuwa na rubani yani drones na mifumo ya ulinzi ya anga ya kisasa. Kwa hivyo, S-500 inakuja na sifa ambazo zinatoa ufanisi mkubwa katika kulinda anga za taifa dhidi ya hatari za kisasa. Vipengele muhimu vya S-500 ni pamoja na 1. Uwezo wa kulenga malengo ya hypersonic. Moja ya vipengele vikuu vya S-500 ni uwezo wake wa kudhibiti makombora ya hypersonic ambayo ni makombora yanayoruka kwa kasi kubwa kuliko sauti, kasi zaidi ya mara 5 ya sauti. Makombora haya ni hatari kwa mifumo ya ulinzi wa anga wa zamani, lakini S-500 imeundwa kuhakikisha kuwa inaweza kuyakamata na kuyashambulia kwa usahihi mkubwa. Kwa kuwa makombora ya hypersonic yanaweza kushambulia kwa kasi ya ajabu na kwa umbali mrefu, mifumo ya zamani kama S-400 haiwezi kuyashughulikia vyema. Hata hivyo, S-500 ina vifaa vya kipekee vya rada na mifumo ya kulenga ambavyo vinawezesha kulenga na kuangamiza makombora haya ya kasi kubwa. 2. Kufanya kazi na aina mbalimbali za malengo. S-500 haijalishi kama adui ni ndege za kivita, makombora ya ballistic, drones au satellite. Mfumo huu unaweza kushughulikia aina zote za vitisho.
Hii inamfanya kuwa na uwezo wa kutoa ulinzi wa kina dhidi ya mashambulizi ya anga kutoka kwa aina zote za tishio. Kwa mfano, mfumo huu unaweza kufuatilia na kulenga malengo kwa umbali wa hadi kilomita 600, jambo ambalo linamfanya kuwa na uwezo wa kulinda maeneo makubwa kwa urahisi. Hii inamaanisha kuwa S500 ina uwezo wa kupambana na makombora na ndege ambazo ziko mbali sana kutoka kwa eneo la ulinzi. 3. Kuweza kufanya kazi kwa ufanisi hata katika mazingira ya mapigano ya kijeshi. S500 ina vipengele vinavyomwezesha kufanya kazi kwa ufanisi hata katika mazingira ya mapigano makali. Hii ni pamoja na uwezo wake wa kufanya kazi katika mazingira yenye usumbufu mkubwa kama vile hali ya umeme isiyokuwa ya kawaida na hata kutumika wakati wa mashambulizi ya kielektroniki. Mfumo huu unajumuisha teknolojia za hali ya juu zinazoweza kupambana na mashambulizi ya kielektroniki kutoka kwa adui, hivyo kuhakikisha kwamba mfumo unafanya kazi kwa usahihi na ufanisi bila kudhurika na majaribio ya kuvuruga usahihi wa rada. 4. Mifumo ya rada ya kipekee. S500 inatumia rada za kisasa za rada za awamu ya elektroniki ambazo zina uwezo mkubwa wa kufyatulia malengo kwa umbali mrefu. Hii inamfanya kuwa na uwezo wa kugundua na kufuatilia tishio kutoka umbali wa hadi kilomita 1000, jambo ambalo linatoa ulinzi wa kina dhidi ya mashambulizi ya angani. Rada hizi za awamu ya elektroniki ni za kipekee kwa sababu zinaweza kubaini na kufuatilia malengo kadhaa kwa wakati mmoja bila kujali kama ni ndege, makombora au drones. Hii ina maana kuwa mfumo unaweza kulenga malengo mbalimbali kwa wakati mmoja na hivyo kutoa ulinzi wa haraka na wa ufanisi dhidi ya mashambulizi mbalimbali. 5. Uwezo wa kudhibiti drones. Katika miaka ya hivi karibuni, matumizi ya drones kama silaha za kivita yameongezeka na hivyo kuwa tishio kubwa kwa mifumo ya ulinzi wa anga. Hata hivyo, S500 ina uwezo wa kutambua na kudhibiti drones ambazo ni vidude vya angani vya ukubwa mdogo lakini vya haraka zaidi. Hii inamfanya kuwa na uwezo wa kulinda maeneo dhidi ya mashambulizi kutoka kwa drones za kijasusi, za kivita au zile zinazoshambulia malengo muhimu. Drones hizi zinahitaji mifumo ya ulinzi inayoweza kuzitambua mapema na kuzishambulia, na hiyo ndiyo kazi ya S500. 6. Muundo wa kisasa wa mifumo ya kudhibiti. S500 pia ina mfumo wa kudhibiti wa kidijitali unaoendeshwa na kompyuta za kisasa ambazo hutoa usimamizi bora na ufanisi mkubwa wa kiufundi. Hii inamwezesha msimamizi wa mfumo kuweza kufuatilia, kudhibiti na kufanya maamuzi haraka wakati wa mapigano, huku ikihakikisha kuwa mifumo ya ulinzi inaendelea kufanya kazi kwa ufanisi. S500 inatarajiwa kuwa kipengele muhimu katika mikakati ya kijeshi ya Urusi na inapata umaarufu kwa uwezo wake wa kujibu vitisho vya kisasa. Ingawa bado ni mpya katika utumiaji, mifumo yake imekuwa na mafanikio makubwa katika majaribio na inatarajiwa kutumika kwa madhumuni mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kudhibiti mashambulizi ya anga ya adui, kulinda maeneo ya kimkakati na miji mikubwa, kushughulikia vitisho vya makombora ya hypersonic, pamoja na kulinda satellite za kivita na miundombinu mingine muhimu. S400 Prompt ni mfumo wa kisasa ambao unachukua mifumo ya awali ya ulinzi wa anga ya Urusi na kuyaboresha kwa kiwango cha juu. Kwa uwezo wake wa kudhibiti makombora ya hypersonic, kulenga malengo ya mbali na kufanya kazi kwa ufanisi katika mazingira magumu, S500 inawakilisha hatua mpya katika ulinzi wa anga duniani. S400 ni mfumo wa ulinzi wa anga wa kisasa ambao umeundwa kwa lengo la kutatua changamoto mbalimbali zinazotokana na maendeleo ya haraka ya teknolojia ya kijeshi. Katika muktadha wa vita za kisasa, mfumo huu unachukua jukumu muhimu la kulinda anga dhidi ya mashambulizi ya ndege, makombora ya ballistic, makombora ya hypersonic, drones na satellite za kivita. Hivyo, S500 inakuwa na umuhimu mkubwa katika mikakati ya kijeshi ya kisasa, hasa katika vita ambapo hatari za mashambulizi ya anga zimeongezeka. S500 imejizatiti kuwa mojawapo ya mifumo ya ulinzi wa anga ya kisasa na yenye uwezo mkubwa wa kukabiliana na vitisho vya anga. Kwa kumiliki mfumo kama huu, taifa linapata faida kubwa katika kudumisha usalama na kujilinda dhidi ya tishio lolote linaloweza kutokea. S500 ni kivutio muhimu kwa Urusi katika suala la ushindani wa kijeshi. Kupitia mfumo huu, Urusi imeweza kujihakikishia nafasi bora katika soko la silaha duniani. Umoja wa Mataifa na mataifa mengine ya Magharibi yamekuwa yakichunguza maendeleo haya kwa karibu kwa sababu mfumo huu wa kisasa unaweza kutoa ulinzi wa anga kwa nchi nyingi zinazohitaji teknolojia ya juu ya kijeshi. Nchi nyingi zimeonyesha nia ya kununua mfumo huu wa ulinzi wa anga kutokana na uwezo wake wa kushindana na mifumo ya Marekani kama vile THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, na Aegis Ballistic Missile Defense.
Hii ina maana kwamba Urusi inajizatiti kuwa na faida kubwa katika ushawishi wa kijeshi duniani. Kama sehemu ya maendeleo ya kijeshi ya Urusi, S-500 inachukua nafasi ya kipekee katika kuhakikisha kuwa Urusi inaendelea kuwa na uwezo wa kujilinda dhidi ya tishio lolote. Mfumo huu unalinda maeneo muhimu ya kijeshi, viwanja vya ndege na miundombinu muhimu dhidi ya mashambulizi kutoka angani. Hii ni muhimu kwa sababu Urusi kama taifa lenye nguvu kubwa za kijeshi inahitaji mifumo ya ulinzi wa anga ambayo ina uwezo wa kudhibiti tishio lolote linaloweza kutokea kutoka angani. S-500 inatoa uwezo huu kwa kiwango cha juu na hivyo kufanya Urusi kuwa na nafasi nzuri ya kushinda vita vyovyote vya anga. Kwa sasa S-500 ni mojawapo ya mifumo ya ulinzi wa anga inayohusishwa na kuhusiana na masuala ya kiuchumi na kisiasa duniani. Mataifa mengi yanatambua umuhimu wa mfumo huu katika kuhakikisha usalama wao na hivyo kuonyesha jinsi mifumo ya kijeshi inavyoshirikiana na siasa za kimataifa. Mkataba wa kuuza mifumo ya S-500 kwa nchi nyingine unaweza kubadilisha uhusiano wa Urusi na mataifa ya Magharibi kama vile Marekani na EU ambao mara nyingi wamekuwa na mtazamo hasi kuhusu uwepo wa mifumo ya kijeshi ya Urusi katika maeneo yao. Uuzaji wa mifumo hii kwa nchi nyingine utaleta mabadiliko ya ushawishi wa kijeshi katika maeneo ya Mashariki ya Kati, Afrika na Asia. Kama nchi kubwa inayozalisha na kuuza silaha za kijeshi, Urusi inategemea sehemu kubwa ya mapato yake kutoka kwa mauzo ya silaha. S-500 inakuwa ni kivutio cha biashara hasa kutokana na uwezo wake wa kushindana na mifumo mingine ya kisasa ya ulinzi wa anga. Hii inachangia kuboresha uchumi wa Urusi na kuongeza ushawishi wake katika soko la kimataifa. Kwa kumalizia, S-500 ni mfumo wa ulinzi wa anga wa kisasa ambao unaleta mapinduzi katika sekta ya ulinzi wa anga duniani. Kwa uwezo wake mkubwa wa kulenga na kuharibu makombora ya ballistic, hypersonic na ndege za kivita, S-500 unaleta mabadiliko ya kimsingi katika mikakati ya kijeshi. Hii ina maana kwamba Urusi inajizatiti kuwa na nguvu ya kijeshi ya kipekee ambayo ni tishio kwa mataifa mengine. Kwa ushawishi wake katika soko la silaha, S-500 inaonyesha jinsi teknolojia ya kijeshi inavyoweza kubadilisha uhusiano wake wa kimataifa na hivyo kuongeza nafasi ya Urusi kama nguvu kubwa ya kijeshi katika ulimwengu wa sasa.